TV. Tena tukacheki na ngenga za wananchi na Samson Charles. Ngenga za wananchi. Karibu sana hapa kwa mara nyingine katika kituo cha mabasi cha Bunju B, ambapo madereva walizungumza katika ngenga za wananchi kuhusiana na mtazamo wao kwenda kusoma. Wengi wakionyesha kushtushwa na hali hiyo. Na leo tunakwenda kupata ufafanuzi kutoka LATRA, madereva wakiwa hapa na LATRA yenyewe ambayo ni mamlaka ya usafiri wa ardhini, majini na nchi kavu, wako hapa kwa ajili ya kutoa huo ufafanuzi. Ni kama unavyoona ndio maafisa kutoka LATRA ambao wamefika hapa kwa ajili ya kutoa elimu zaidi na kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali. Limo lile swala la madereva kwenda kusoma, lakini madereva pia hapa wana kero zao zingine ambazo watazitoa kwa kuwa majibu yako hapa. Karibu sana mkuu. Asante sana. Jina langu ni Augustus Fungo, ni afisa huduma kwa wateja mkuu kutoka mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA. Ujio wetu hapa katika stendi ya Bunju ni kutokana na kwamba tumesikia kilio au sauti za madereva ambazo zilirekodiwa kwenye kipindi kilichorushwa wiki moja iliyopita katika televisheni ya East Africa kuhusiana na kero mbalimbali za madereva, ikiwemo swala zima la kuthibitishwa kwa madereva. Kwa hiyo kwa sababu waliongea madereva na wakataka serikali isikie kilio chao, na kwa sababu kuna mambo mengine yalihitaji ufafanuzi kutokana na yale mambo ambayo mmeyazungumza, tukaona si vema kutoa ufafanuzi ofisini, tuje tuwasikilize hapa. Yale maswala ambayo yanaweza yakapata majibu hapa, yapate majibu hapa, lakini yale maswala ambayo labda yanaweza yakawa ni ya taasisi nyingine tuyajue, na yale maswala ambayo yanaweza yakachukuliwa kwa ajili ya kufanyia kazi yachukuliwe. Kwa hiyo kubwa sana namba moja ni lile la ufafanuzi kuhusiana na utaratibu wa madereva kuthibitishwa kwa kufanya mtihani ambao linaendana na masuala ya shule, lakini pia tunajua kuna mambo mengine yatajitokeza ambao ni kero za madereva. Sasa kama zinazohusu mamlaka ya LATRA tutazisikiliza na kujaribu kuzifafanua. Sisi tungependa sana huu uwe mjadala. Kiwe kitu cha kuelimishana, kisiwe kitu ambacho tunagombana, kisiwe kitu ambacho kwamba mtu mmoja anamtunishia misuli mtu mwingine. Tuelimishane ili tuelewe kuelewa. Na tunajua katika kikao hiki yatatokea pia maoni kwamba pamoja na kwamba mmesema hivi, mnaonaje jambo hili lingekuwa hivi, na sisi tutawaeleza na yale maoni ambayo yanaweza kwenda kufanyiwa kazi yakafanywa kazi. Kwa hiyo pamoja na mimi nimeongozana na maafisa wengine wa LATRA ambao mtawasikiliza. Alafu baada ya hapo tutaweza kuendelea, angalau wajitambulishe majina yao kwa kuanzia. Karibu. Jina langu ni Jelive Malaki, afisa usajili na uthibitishaji wa madereva kutoka LATRA. Tuko ofisi ya LATRA Dar es Salaam. Mmemsikia vizuri, ni afisa usajili na uthibitishaji. Kwa lile swala linalohusu mitihani, swala linalohusu uthibitishwaji, hiyo ndo idara yake. Hata maswali mengi atayajibu kwenye sehemu hiyo. Karibu. Jina langu naitwa Elisaidia Shayo, ni afisa wa LATRA, nafanya kazi kama mkaguzi wa reli, ila sasa hivi nafanya kazi kama afisa wa leseni. Asante. Kwa hiyo tuna afisa wa leseni hapa. Kwa hiyo masuala yote ya leseni, gari langu linataka na gari mpya, nataka ingie barabarani kwa ajili ya kupata leseni, au leseni yangu imeisha, natakiwa nifanyaje? Kwa hiyo masuala yote ya leseni yatajibiwa hapa, na mimi nitajibu yale masuala kwa ujumla wake. Kwa hiyo ya kitaalamu sana watajibu wenzangu. Sasa bila kupoteza wakati, labda nianze kutoa utangulizi wa lile ambalo limekuja. Nimeanza kusema kwamba tunatokea mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA. Nchi hii, yani serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano, ina mamlaka mbalimbali ambayo imezianzisha. Kwa sisi mamlaka yetu inafanya kazi chini ya Wizara ya Uchukuzi. Kwa hiyo mamlaka hii ndio yenye uwezo wa kisheria wa kudhibiti usafiri wa ardhini. Tunapozungumzia usafiri wa ardhini tunamaanisha usafiri wa njia ya barabara, usafirishaji kwa njia ya barabara. Tunazungumzia usafirishaji wa watu na mizigo, lakini pia tunazungumzia usafiri kwa njia ya reli. Wale wanaojua SGR, MGR na ile reli ya Tazara. Sasa tunakwenda moja kwa moja kwenye hoja ya usajili wa wahudumu na uthibitishaji wa madereva. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali,
swala la usajili wa wahudumu wa mabasi yaani makondakta na swala la uthibitishaji wa madereva lipo kwa mujibu wa sheria iliyoanzisha LATRA, sheria ya mwaka 2019. Hii ni sheria ya bunge ambayo bunge limetunga na Rais wa Jamhuri ya Muungano anaisaini kuwa sheria. Kwa mamlaka yetu sisi inatekeleza. Sasa kwa mujibu wa kanuni hii, kila dereva anayeendesha gari la biashara ya kubeba abiria au mizigo anatakiwa thibitishwe au aidhinishwe, kwa lugha nyepesi, aruhusiwe kuendesha gari lile ambalo linasimamiwa chini ya LATRA. Hakuna tangazo linalosema dereva anatakiwa akasome tena. Ile elimu aliyoipata VETA, aliyoipata NIT, aliyoipata chuo chochote cha udereva. Labda nitoe taarifa. Kwa sasa hivi vyuo vinavyofundisha udereva wa magari ya abiria na mizigo tuna vyuo 46. Yaani sio NIT na VETA tu, nchi nzima tuna vyuo 46. Vyuo vya udereva ule wa chini, ule D, leseni D, A, viko karibu vyuo 200, zaidi ya vyuo 200. Kwa hiyo sasa hivi sio lazima uende VETA na NIT kwa sababu vyuo viko vingi. Kama tulivyopata kumsikiliza ndugu Fungo hapo sasa, na madereva wako makini wanasikiliza. Moja kati ya ufafanuzi madereva ambao mnatakiwa tuelewe ni kwamba sio kwamba mnakwenda yani hakuna tamko la moja kwa moja kwamba mnakwenda kusoma tena. Sijui kama mmeelewa hicho Kiswahili. Nadhani kuna lugha gonga na ndio maana wamekuja kutoa nini? Ufafanuzi. Kwa hiyo endeleeni kuweka maswali yenu kwa namna ambavyo mmeelewa. Ni kusailiwa na kuwekewa vitu ili kuthibitishwa tena. Sio maswala kwamba tunarudisha shule na wakati mimi nimeshasoma. Sawa sawa eh? Tuendelee kumsikiza zaidi afisa hapa ili tupate maswali zaidi. Asante ndugu mtangazaji. Jina langu ni Jelive Malaki, afisa usajili na uthibitishaji wa madereva toka LATRA. Kuhusu utaratibu wa dereva ili aweze kuthibitishwa, dereva huyu anapitia hatua kuu mbili. Hatua ya kwanza ni hatua ya usajili. Dereva anayeomba kuthibitishwa anatakiwa asajiliwe katika mfumo wa LATRA. Mfumo huu tunauita RIMS au RRIMS. Huu mfumo ulivyojengwa unamtambua mtu binafsi kwa namba yake ya NIDA. Hivyo dereva ili aweze kusajiliwa atapaswa awe na vitu vitatu. Cha kwanza ni namba yake ya NIDA ambayo itamwezesha kuweza kuingia katika mfumo wetu wa mamlaka. Cha pili ni cheti cha mafunzo. Cha tatu ni leseni hai ya udereva. Kiongozi aliongea awali, sisi jukumu letu ni kuwathibitisha madereva. Na dereva ni mtu ambaye tayari amekidhi hivyo vigezo viwili. Maana yake ni kwamba ana cheti na ana leseni. Huyo ndio dereva na huyo ndio ataweza kusajiliwa ili aende hatua ya pili ya kumthibitisha. Sasa dereva huyo akisajiliwa hata mfumo wetu na maombi yake yakaridhiwa, yakaidhinishwa, sasa atakwenda hatua ya pili ya kwenda kuthibitishwa. Kuthibitishwa ni hatua ya upimaji, kuona kama dereva huyu amakidhi vigezo au ana uelewa wa kutosha kuweza kuhudumu kwenye sekta ya usafiri wa barabara kibiashara. Sasa ili kuthibitisha, dereva huyu atapimwa kwa njia ya maswali au tunaita mtihani. Na ili kuweka sawasawa, ili kuondoa changamoto nyingi kwa watu ambao wangependa kujua haya maswali, tulijenga mfumo ambao tulipewa vile vigezo vya msingi vya dereva anayeweza kuhudumu kwenye sekta ya usafiri wa barabara. Na hivi tuliwauliza wanamzalisha dereva ambao ni taasisi za mafunzo na wenzetu wa jeshi la polisi. Wakatupatia zile sifa za msingi au mambo ya msingi ambayo dereva huyu anapaswa kuyafahamu. Sisi mambo haya tukayachukua, tukayaweka kwenye mashine kwa maana ya kompyuta. Kwa hiyo dereva huyu akifika kwetu na kutuonyesha vile vigezo kwa maana ya cheti cha mafunzo kama mtaalamu na ana leseni, hapo tunampeleka sasa, anakwenda kukaa au tunamfungulia huo mtihani, anatujibia hayo maswali yale ya msingi sana kujiridhisha kwamba ana huo uelewa au uwezo wa kuhudumu. Na kifaulu kwa hizo alama 70, tunasema huyu mtu amefanya vizuri. La akishindwa, hatusemi kwamba huyu mtu hana akili, yumkini amesahau, yumkini alisoma siku nyingi. Tunampa nafasi akajikumbushe,
aweze kuja kurejea tena na afanye. Lengo ni kuhakikisha mtu ambaye anaenda kuhudumu kwa sasa anakumbuka aliyojifunza na anauelewa kutosha kwa mazingira ya sasa na kwa kipindi cha sasa, ili aweze kutoa huduma ambayo tunaamini kwamba ataenda kufanya kazi vizuri. Na kiongozi alizungumza hapa kwamba vyombo vyote ambavyo vinahudumu kwa siku ya barabara tumevipa leseni ya usafirishaji. Kwa hivyo mmiliki anapaswa kutumia watu hawa ambao mamlaka imewathibitisha, ambao imejiridhisha juu ya uwezo na uelewa wao. Hivyo basi, ili dereva huyo aweze kuhudumu huko vizuri, lazima mamlaka iwe imemuingiza katika kazi data yake na iweze kutoa huduma kwa mujibu wa sheria. Na hii inaenda mbele zaidi. Tunachotaka itokana na maoni ya wamiliki hapo kabla wamiliki wanafahamu kwamba ilikuwa kila kosa linalofanyika adhabu anapelekewa mmiliki. Kila kosa linalofanyika adhabu anapelekewa mmiliki. Tukasema hapana, sasa imefika wakati, kwa kuwa hawa nao ni wataalamu, tuwape vyeti ambacho cheti hicho kina masharti nyuma yake, ili kila mmoja awajibike kwa yale yanayomhusu. Mmiliki asimame na yanayomhusu kama mmiliki, na dereva naye awajibike kwa yale yanayomhusu kama dereva, kwa sababu yeye ni mtaalamu kwenye hilo eneo, ili kuwe na tija katika huduma ya usafirishaji na usalama katika usafirishaji wa abiria. Tukiwa tumeishia hapo kwa leo, madereva wako ana kwa ana na mamlaka yao ya LATRA. Maswali yanajibiwa hapa. Mimi ni Samson Charles. Tutaendelea tena pale ambapo tumeishia leo. Tutaendelea tena. Usikose kufuatilia Ngenga za wananchi. Ngenga, madereva pamoja na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA wakitoa ufafanuzi. Asante Samson Charles. Nikukumbusha kwamba burudani inaendelea kupitia Azam TV. Mambo yako moto kupitia Azam 1, tamthilia ya Joanna, Mrs. Garissa, lakini Grey's Anatomy, zote hizo unaweza kuzifuatilia. Usahau ipo pia The Punisher, na ziko pia weekend movie kali za kibabe. Sasa hizo burudani zote unazipata kupitia Azam 1. Ukihamia Azam 2 pale kuna Umi, kuna Six of Us, kuna The Price na Ottoman, pia Kubwa la Maadui hiyo na yenye ipo unaweza kuifuatilia. Lakini kwenye sinema zetu watu wanapata burudani kupitia BCS msimu